Asilimia nyingi sisi hatukuagi na zile tabia za kusema kwa sababu uongozi huu ndio upo, ndio uchukue zile za kwako. Na ni kitu ambacho naweza nikapenda kuambia hata viongozi wengine. Inawezekana mnatumika na wapendwa kwa pamoja. Inawezekana wao wakitoka kuna nyimbo ambazo waliachaga. Lakini kwa wale viongozi, maana kuna viongozi wengine wana zile tabia kwa sababu yeye ndo ameshaka albamu zote utakuta anaweka nyimbo zake. Lakini kwa sababu sisi kama vile nilivyokuambia, yule roho aliyetumika na wale ndio huyu ambaye na sisi tunatumika naye. Maana wala hawajatufundisha kujipenda. Hapana, hawajatufundisha hivyo. Sawa, maana Abedi TV ndio tunaelekea mwishoni kabisa kwa kumaliza kipindi chetu. So nilikuwa naomba mwenyekiti wa vijana sekta ya 4 ujumbe kwaya atuambie tena, atupe ujumbe kabisa kuhusiana na tarehe 18. Nafikiri mwezi wa pili alisema tena avirudie, asiviseme vingi kwa sababu tayari ashavisema. Awapatie tu ujumbe kidogo. Maandalizi tayari tumeambiwa na wasimamizi wa protocol. Kwa upande wa mwalimu wa kwaya ndio hivyo tena, kama kisi tunavyojua wengi. Sasa hivi tuko na mwenyekiti wa kwaya na mwenyekiti wa vijana. Ningetamani tuwe tena na mwalimu hapa, lakini ndio hivyo tena, kazi ya Mungu haina makosa. Mwenyekiti waambie watazamaji wetu kuhusiana na tarehe 18. Ndio, watazamaji naweza nikawaambia kwamba tuweze kusubscribe, kulike na kucomment kwenye channel yetu ya Abedi TV, kwa sababu mimi mwenyewe ninayesema hapa naipenda sana Abedi TV. Tunatambua uwepo wao, tunaziona kazi zao, zina maana kabisa. Kwa hivyo niweze kuwakaribisha siku hii ya tarehe 18 mwezi wa 4 mwaka huu tulionao. Tutakuwepo kwenye viwanja vya katikati ya M ya kwanza na L ya kwanza. Nafikiri pale ndo tamasha litaenda kufanyika. Kwa hivyo nawaambia kwamba waje kwa wingi. Haijalishi kwamba ili limetupitia, kwa vile Mungu ametupatia wakati wa kuweza tena kutoka katika vile vitanda vya majonzi na kutupa nguvu ya kuweza kumtendea kazi. Hivyo naweza kuwakaribisha tena waje waione ile kazi ambayo tumeiandaa kwa siku nyingi. Na Mungu awabariki sana. Asanteni sana wana Abedi TV, tukutane tarehe 18. Ni ujumbe kutoka kwa mwenyekiti wa vijana sekta ya 4 ujumbe kwaya, tumeupokea na sisi kama wana Abedi TV tuko tayari, tutafika tarehe 18. Tumuombe Mungu atupe uzima tu na tuwe na nguvu zetu sote. Mpatie mwenyekiti wa kwaya. Kiongozi, umesema kwamba hii ni albamu yako ya 3. Ulibahatika kuhudumu kwenye albamu 2. Albamu yangu kwangu mimi ni kama vile ya pili. Albamu yako ya pili. Basi tuanzie hapo kwenye albamu ya pili. Albamu ya pili ilikuwa inaitwa Jali Dakika. Ndio. Kwenye Jali Dakika kulikuwa nyimbo ngapi? Kwenye Jali Dakika naweza nikasema hivyo vinaomba hadi nianze kukumbuka. Ninaomba nianze kukumbuka maana kama nilivyosema tangu mwanzo, kuna vitu vingine mtu huwa anavishikilia sana, asilimia nyingi vile vya umuhimu zaidi. Vile vya umuhimu zaidi, lakini kusema eti kuvikumbuka sasa hivi, unajua wakati mtu anapoulizwa swali afu vingine ndio vinaanza kuenda sasa kupotea. Ndio. Lakini inawezekana hata nyimbo unaweza nikazihesabu. Naweza nikazihesabu kabisa. Yaani kuwa na ukamilifu wa nyimbo asilimia nyingi mimi hapana. Maana kusahau ndo kuna sababisha. Lakini sio kwamba mimi sikuwepo, hapana. Na mkiangalia hii sura, japokuwa mnaona kuna mabadiliko ya mwili umeshakuwa hivi, lakini mimi nipo. Na ndo mtakapoona kweli kuna utofauti. Kadiri ya mtu vile anavyokuwa, kusahau ndo kunajiongeza sasa. Ni kama nguvu ambao wewe ulikuwa unaona walimu wenu wanaitumia kipindi kile na nguvu ambao nyinyi ndio uongozi kwa sasa
ambao mmeitumia, mnaona ni wanani walitumia nguvu nyingi sana kutengeneza albamu? Kwanza niseme nguvu walizokuwa wakizitumia wao na sisi ni zile zile tunazozitumia. Maana kama wao walikuwa walimu wetu, walikuwa wanatufundisha, na kama wao walikuwa viongozi wetu, walikuwa wanatufundisha, na kila ambacho walikuwa wanatufundisha sisi ndio tulichokishikilia. Na kama walitumika na nguvu za Roho Mtakatifu, na sisi hizo hizo ndio tunazotumika nazo. Maana tukisema mamba haiwezi kazaa tembo, Ndio. yeah. Na sisi ni watoto wao, maana wao ndio walikuwa viongozi wetu. Inawezekana sasa huu muda ni watoto wao ndio wanahudumu sasa. Ndio maana naweza nikasema kwa ufupi, zile nguvu ambazo walikuwa wanatumika nazo za Roho Mtakatifu ndio hizi. Maana Mungu ni yule yule jana, leo, hata milele. Nyimbo ya nani, masharti ya uchaguzi ina nyimbo 7 tu. Ndio. Si 7 kweli au mimi ndo nimekumbuka tofauti? Najua ni 7. Ndio hivyo. Ndio. Kwenye zile nyimbo 7 wewe umeandika nyimbo ngapi? Ya, kwa ile albamu kuna wimbo mmoja ambao nimeuandika. Wimbo mmoja kwenye hiyo albamu. Na asilimia nyingi sisi hatukuagi na zile tabia za kusema kwa sababu uongozi huo ndio upo, ndio uchukue zile za kwako. Na ni kitu ambacho naweza nikapenda kuambia hata viongozi wengine. Inawezekana mnatumika na wapendwa kwa pamoja. Inawezekana wao wakitoka kuna nyimbo ambazo waliachaga. Lakini kwa wale viongozi, maana kuna viongozi wengine wana zile tabia, kwa sababu yeye ndo ameshaka albamu zote utakuta anaweka nyimbo zake. Lakini kwa sababu sisi kama vile nilivyokuambia, yule roho aliyetumika na wale ndio huyu ambaye na sisi tunatumika naye. Maana wala hawajatufundisha kujipenda. Hapana, hawajatufundisha hivyo. Na kusema kweli, si ni mimi kama vile mimi natunga nyimbo. Na nyimbo zipo. Na walimu wengine ambao walikutaniwa na wengine. Nyimbo zipo sana. Na zingine ambazo zingali huko, zingali tuma audio, bado hazijatolewa video, zipo nyingi maalbamu. Na kwetu sisi hatukwagi na tabia ya utakuta kwenye albamu unakuta nyimbo 6 za mwalimu mmoja. Hapana. Huwa tunachanga. Na kwenye albamu hiyo na wimbo mmoja tu ambao mimi uliweka wino wako wewe kama wewe. Ndiyo. Na kwa nini mlichagua nyimbo 7 tu, msiweke nyimbo 10 na ili mambo mengine yaende sawa? Ndio, tuliweka nyimbo 7 kulingana kwanza na uwezo. Maana sisi tunaweza tukapenda hata ziwe 200, lakini kipato. Nyimbo ni nyingi. Na ninavyotafakari nyimbo ziko nyingi kweli, hata 100 zipo. Na zinahitaji kutolewa, lakini ile sapoti. Maana inaweza mtu anaweza kasimama anasema mimi na sapoti, itabidi tuhesabu nyimbo. Maana yeye ni kama vile kuku anakula kadiri ya mdomo wake. Sasa ule mdomo wake jinsi anavyokula ndio uwezo wake, hawezi akafosi. Na inawezekana yule aliyesimamia hii albamu uwezo wake ulikadiria nyimbo 7. Maana ni kitu ambacho kinagharimu. Tunaweza tukaingiza audio nyimbo 7. Tunasema hii ni albamu. Na kitu ambacho utakacho kitafakari, ukiangalia albamu zote utakuta nyimbo haziko sawa sawa. Nyimbo haziko sawa sawa. Inawezekana kwa masuala ya albamu, mimi kama mimi naonaga amnaga idadi ya nyimbo. Wewe mwenyewe ukitaka upige. Maana tukikumbuka awali watu walikuwa wanaweka nyimbo 12 wanasema albamu hiyo. Wengine mpaka 17. Wengine 17. Sasa inawezekana kwenye albamu hakuna idadi ya nyimbo. Inawezekana kadiri ya uwezo wenu, vile jinsi utakavyowaruhusu kwa albamu yenu. Kama itakuwa nyimbo 3 ni hiyo. Kama itakuwa nyimbo 3 ni hiyo. Na ndio hivyo naweza nikasema ni kadiri ya uwezo wa yule aliyetuza
tuzamini. Ni urahisi gani ambao umeuona sasa kwenye albamu hii kwa kuitengeneza? Kwa kuwa na kumbukumbu zangu zinaniambia kwamba nyimbo zimekaa muda sasa, kwanza 2020 nafikiria hivyo, na ndio ilikuwa matarajio kabisa ya kutoa hii albamu, lakini kutokana na mawili matatu ambayo yalikuwa juu ya uwezo wenu inakuja kutolewa 2026. Ndio tujue kwanza kuna kitu ambacho tunaweza tukasema tupo chini ya sheria ya serikali. Tupo chini ya sheria ya serikali. Inawezekana sisi tunaweza tukapenda kesho twende tutoe albamu nyingine, tuitolee video, lakini bado serikali haijaruhusu. Inawezekana kuna vitu vingine ambavyo vinaomba tuvifuatilie kama vile kutimiza zile sheria za serikali. Kweli tunaweza tukasema serikali ya Tanzania inaruhusu mtu kutoka, lakini atoke na kibali. Sasa inawezekana kufanya kwenye ikifika kwenye mchakato wa vibali, inawezekana ndio inaweza ikaomba hivyo ya. Na kila ambacho tutakachokipokea kwa muda ule, kama tutakipokea kama vile tukisema sheria zote tumezifikisha ukingoni na mdhamini kama yuko vizuri, najua hapo hivyo tunaweza tukapata nafasi nyingine na tunaenda. Ina maana tukisema tumepata urahisi wa kusema tumeenda toa video, wewe urahisi ambao tunaweza tukasema sio urahisi wa kusema eti yule mdhamini ndo ameripotia. Sasa maana mdhamini anaweza karipotia, lakini kulingana na sheria za serikali tusitoke. Ni kweli. Urahisi wetu wa kusema eti tumepata urahisi vizuri wa kusema eti twende tushuti video inaomba vitu viwili. Kwanza mdhamini, cha pili sheria za serikali kufuatwa. Maana tunajua ni maisha ya kamera. Kiongozi, nafikiria kwamba mwalimu ambaye alihudumu kwenye kwaya hii hatutakuwa naye kwenye uzinduzi. Ndio. Na wengi wanaweza wakataka kufahamu kilichotokea, nyinyi kama kanisa mlikipokeaje na mipangilio ikoje, kwa sababu watu wengi wamezungumza sana kwa sababu ya kanisa kutokuhudumu hiyo nafasi. Hivyo haya maswala mimi naweza nikatamani tu tuambie nyinyi kanisa mlipokeaje, na mpaka sasa ile nafasi yake mtapatengeneza vipi, na hamtaona kwamba kipindi ikifikia ile nafasi yake yeye watu wengi wanaweza wakanani sana wakafika mbali sana kwa kuleta hata taharuki kipindi cha shughuli. Ndio. Kuhusu habari za mwalimu aliyetuachaga, kwanza tuseme kanisa ni kama vile ilipatwa na mshtuko. Maana mwalimu aliyetuachaga umuhimu wake sisi tulikuwa tunaufahamu kama kanisa, na wengi wanaweza wanasema maneno mengi, lakini sisi ndio tunafahamu umuhimu wa mwalimu aliyetuacha. Na kuna swali nyingine mimi naona siwezi nikajibu kulingana na kusema eti kwa nini sisi hatukwenda kufanya huduma pale hivi na hivi. Hapana, hilo mimi naona sitalenga huko. Lakini kitu ambacho naweza nikasema kwa watu wote, umuhimu wa mpendwa aliyetuachaga, asilimia nyingi sisi kama sisi tunaona kwetu alikuwa mtu wa muhimu sana. Kwetu alikuwa mtu wa muhimu sana, na si kwamba tu kikanisa, tena alikuwa rafiki wa karibu. Yaani sijui nisemeje. Naweza nikaomba tu kusema mpendwa alituachaga, akatuacha na majonzi tena makubwa sana, lakini tunajua kama maandiko yanavyoshuhudia, mikononi mwa Bwana tutapokea mema na mabaya. Na Mungu kama ukiona Mungu uhalisia wa kimungu, Mungu hajawahi kukosea. Kila anachokiruhusu wewe ni kizuri.
lakini kwa sababu sisi kwa jinsi tulikuwa kwa urafiki, japokuwa kiroho na kimwili tunaweza tukasema nyoyo sijui, yani haikurizika na mwalimu wetu kutuacha, lakini Mungu aliyaruhusu, na Mungu kwa sababu aliyaruhusu, basi sisi wanadamu hatuwezi tukapinga. Asante sana mwalimu, tumezungumza mengi na tutazidi kuzungumza mengi. Huyu ndo mwenyekiti mkuu wa kwaya ya ujumbe sekta ya 4 hapa Methodist, ni ndo mwenyekiti wa kwaya, na tumezungumza mengi kuhusiana na albamu ambazo yeye amekwenda kuhudumu, aweza kuhitimu albamu ya Jali Dakika na masharti ya uchaguzi. Kwa masharti ya uchaguzi ndo amesimamia kama kiongozi, so tuombe tu Mungu aendelee kumweka kwa ajili ya wengine ambao watakuja wamkute yupo, na aendelee kuwahudumia na kuwapa nafasi kama watu wengine. Mwalimu, wapatie wana Abedi TV ujumbe wako wa mwisho na maneno yako ya mwisho ili tufunge kipindi chetu. Ndiyo, maneno yangu ya mwisho kwa wapendwa watazamaji, kwanza niseme kuna kazi ambayo mwalimu aliachaga na tunayoifahamu, kazi ya uzinduzi utakaofanyika tariki 18 mwezi wa 4, tariki 18 mwezi wa 4. Ni waombe wapendwa, ujio wenu kwenye uzinduzi huo ni furaha kwetu, na nishukuru wana Abedi TV, nishukuru wana Abedi TV kwa kutupatia nafasi kama na hii ya sisi kuambia wapendwa watazamaji na kuwaalika zaidi. Hata inawezekana uwe haujalipia hata kadi au hujapewa hata kadi, maana sisi ni wanadamu, tuna madhaifu yetu. Inawezekana hujapewa kadi, lakini ukiwa na haja unakaribishwa kwa kulipia tu kiwango kama kile cha kadi. Hata hapo mlango siku ya tukio. Siku ya tukio inawezekana, maana hivi muda bado upo sana. Muda bado upo. Zile kadi hazijatolewa. Vile vitambulisho ambavyo watakazoingia navyo huko ndani. Maana inawezekana unapewa kadi ya mwaliko. Kuna sasa ile nyingine utakayopewa wewe uingie nayo kwenye ukumbi. Na muda huu bado hazijatolewa. Na inawezekana hujapewa hiyo kadi. Lakini kama una moyo, kama moyo wako unahitaji usikose kwenye hiyo tamasha, tungeomba uje tu, maana sisi tunaamini si wote ambao tuliweza kuwatembelea na madhaifu mengine. Niomba Abedi TV, nishukuru sana kwa jukumu lenu la kutoka mahali ambapo mnaketi na kuja hapa kanisani na kuja mahali kama hapa kuja kufanya mazungumzo na sisi. Niseme tu Mungu awashukuru sana kwa hilo, na Mungu awashukuru kwa watazamaji wengine. Bwana apate kuwa pamoja nanyi. Amen. Tunashukuru sana na tunazipokea. Ndugu mtazamaji wa Abedi TV, ndo tumefika mwisho kwa kipindi chetu. Nafikiria kwamba ni swala ambalo litakwenda kutuweka pamoja kwa ajili ya uzinduzi na taarifa kuhusiana na mwalimu aliyotuacha. Usikae mbali sana na channel yetu ya Abedi TV, jicho la nyumbani. Ulikuwa nami Sauti ya Sana Maziwa, nyuma ya kamera yuko Lavi ambao tumekwenda kukichapa leo ndani ya kanisa ya Methodist sekta ya 4. Asanteni sana, tuko pamoja. Chao. Abedi TV, jicho la nyumbani.